Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina ninaitwa Sister Dr. Josefrida Masawe, daktari bingwa wa watoto kutoka hospitali ya Mtakatifu Josefu Soweto. Hospitali hii inamilikiwa na masista wa bibi yetu wa Kilimanjaro na imeanzishwa rasmi mwaka 2001 tarehe 13 mwezi wa 6 2001. Ilianzishwa na mama mkuu mzalendo wa kwanza Sister Cecilia Mbuya, ambaye alianza kutoka ujenzi wa kwanza, kutoka ujenzi wa majengo yote pamoja na uanzilishi wake kwa kuwaweka madaktari wa kwanza kabisa kuianza hiyo hospitali, na ilifunguliwa rasmi tarehe 13 mwezi wa 6 2001 kwa ibada ya misa rasmi, kwa kuanza kazi na kutoa huduma kwa wagonjwa wote wa eneo la tarafa ya Soweto, na ilianza kama kituo cha afya. Kwa maono ya mwanzilishi huyu ambaye ni Sister Cecilia Mbuya, aliona kwamba hospitali hii itakuja kuwa kubwa na itaendelea kutoa huduma na hata katika tarafa ya Soweto, watu wa nje ya tarafa ya Soweto, mkoa wa Kilimanjaro na wengine wote wanaotoka mkoa wa Kilimanjaro na nje ya mkoa wa Kilimanjaro. Mwaka 2004 hospitali hii ilipanda hadhi kutoka ngazi ya kituo cha afya na kupata hadhi kamili ya kuwa hospitali, na mwaka 2009 ilipandishwa daraja na kuwa hospitali ya wilaya ya Moshi mjini, na inatoa huduma zote za afya sasa kwa vitengo maalum, na inaendelea kuwa na maono zaidi na zaidi. Kwa mwaka huu imepanda pia daraja na kuwa hospitali ya mkoa ya Mtakatifu Yosefu. Huduma zinazotolewa katika hospitali hii kwa sasa ni kliniki ya wazazi, kliniki sukari na presha, huduma za meno, kusafisha figo, kliniki ya mifupa, kliniki ya watoto, upasuaji mdogo na mkubwa, na kliniki ya macho. Hizo ni huduma maalum kabisa zinazotolewa na kituo hiki na hospitali hii. Kila siku tunapata hizo huduma, na hizo kliniki zinatolewa kwa vipindi maalum. Katika wiki unakuta labda kliniki ya mifupa inatoa huduma hiyo kwa siku 3. Upasuaji mdogo na mkubwa ni mara 2 kwa wiki. Watoto pia ni mara 2 kwa wiki, ambao ni Jumanne na Ijumaa, na kliniki ya macho ni mara 1 kwa wiki, ambao ni siku ya Jumatano, na kusafisha figo ni kila siku. Hiyo ni huduma inayopatikana pale kila siku. Kwa namna ya pekee leo tumewafikia watu wa Kristo Mfalme kama wahudumu wa afya kutoka hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto. Tumewafikia kwa huduma ya mkoba, kutoa huduma bure kwa ajili ya kilele cha kufikia kilele cha jubilei yetu ya miaka 25 tangu kuanzishwa hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto. Na leo hii tarehe 13 mwezi wa 3 tumeanza kama kutoa huduma ya mkoba kwa mara ya kwanza, kama huduma kwa ajili ya kuelezea zaidi huduma zitolewazo katika hospitali hii, na pia kuwafikia walengwa ambao wengine wanashindwa kufika hospitalini pale, ili waweze kujua huduma zinazotolewa, na tunawafikia wote kwa sababu kwa namna ya pekee tuko pale. Tuko madaktari mbalimbali, daktari wa watoto, daktari wa kina mama, na daktari wa upasuaji. Wote hawa wanapatikana na tunatoa huduma zote, na madaktari pia wa kawaida wanafika, wapo pia kwa ajili ya kutoa huduma kwa magonjwa yale ambayo yanaambukiza na yasiyoambukiza. Na huduma program zetu kwa jamii hii kwa sasa, kwa leo tunatoa uchunguzi bure, vipimo vya afya na ushauri
tunatoa elimu ya afya, uhamasishaji na kuzuia na magonjwa yale yanayoweza unaweza kujikinga, magonjwa yale ambayo tunaweza kujikinga nayo, namna ya kuweza kujikinga na magonjwa hayo. Alafu pia kuna kampeni za chanjo kwa watu wazima na hasa kwa rika zote. Tunaposema chanjo kwa watu wa rika zote, tunamaanisha sana kwa sasa hivi tuna wimbi hili la ugonjwa wa homa ya ini. Hii hapa tunashauri sana watu wote waweze kufika kufanya uchunguzi wa homa ya ini na kuweza kupata chanjo ya homa ya ini mara moja kabla hawajapata hayo maambukizi. Na nyingine, tunaleta huduma ya afya kwa jamii kwa kutoa ushauri wa lishe. Tunatoa ushauri kwa kina mama ambao ni wajawazito, na pia tunatoa ushauri na uchunguzi wa saratani ya matiti na pia saratani ya shingo ya kizazi. Kwa namna ya pekee tunawashukuru Wakristo na watu wote wanaopatikana maeneo ya hapa viwanja vya Kristo Mfalme kwa mwitikio wao kufika na kuja kuungana na kucheki afya zao kwa kupima vipimo mbalimbali, na kwa namna pekee kwa wale ambao wamekuja kupima vipimo kama kipimo cha shinikizo la damu ambayo kwa kitaalamu tunaita kipimo cha pressure. Watu hawa kwa kweli wamejitahidi. Wengine walikuwa hawajui kama wana hizo shida, lakini kwa namna ya pekee walipofika hapa leo, walipochekiwa wakakuta kwamba wana hilo tatizo. Wamepata ushauri, wamepata dawa za kuanzia na namna ya kuchukua maisha yao pia katika hali hiyo ya kuwa na presha ya juu, na wameshauriwa kufika hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi ili kusudi kuwaweka katika hali ambayo basi anaweza akajua kwamba sasa afanye nini. Hii imewasaidia sana. Mimi nawashukuru sana. Nawashukuru pia watu wote. Tunamshukuru baba paroko na msaidizi wake na watu wote wa Kristo Mfalme kwa mwitikio huo. Namshukuru mganga mkuu pamoja na watumishi wote wa hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto kwa huduma hii walioifikisha kwetu, hasa kwa sisi wa Kristo Mfalme. Hii huduma bure ya kucheki afya zetu imetusaidia. Ninaamini imetusaidia kwa sehemu kubwa sana, na imewasaidia Wakristo wetu kwa namna ya pekee, namna ya kuchukua maisha yao ya kiafya bila ile kubabaika. Na washukuru wahudumu wa afya wote wanaotoa huduma hapa viwanja vya Kristo Mfalme kwa mwitikio wao na kwa namna ya pekee wanavyowahudumia wagonjwa hawa kwa namna ya pekee kabisa. Tunasema asanteni, Mungu azidi kuwabariki. Tunawakaribisha wote katika hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto kwa matibabu zaidi, na pia tunawakaribisha katika vilele vya jubilei yetu tarehe 13 mwezi wa 6 2026. Nawashukuru Radio Maria na tunawakaribisha sana kuja kuungana nasi katika kipindi hichi cha kumalizia, hasa kwa namna pekee kwa hiyo siku ya kilele cha jubilei hii. Asanteni sana na karibuni sana. Tunaamini Radio Maria watakuwa ndio sauti yetu, watazidi kuifikishia hii sauti kwa jamii kwamba wafike hospitali ya Mtakatifu Yosefu Soweto kwa matibabu zaidi na kwa huduma za kiafya wanazozihitaji. Asanteni sana. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Cecilia Agusti Kimaro, ni muuguzi mbobezi katika hospitali ya St. Joseph iliyoko Soweto Memorial. Leo tuko hapa Kristo Mfalme katika kuelekea miaka 25 ya huduma ya hospitali teule ya St. Joseph. Leo tunatoa huduma ya mkoba hapa Kristo Mfalme. Tutakuwa na kliniki ya madaktari bingwa. Leo tutakuwa na daktari wa upasuaji, tutakuwa na daktari wa kinywa na meno, tutakuwa na daktari bingwa wa magonjwa ya watoto,
tutakuwa na daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi wa awali na tutatoa vipimo pamoja na matibabu. Kwa wale ambao tutaona wanahitaji vipimo vingine na matibabu kama vile ya upasuaji, basi baada ya hapo tutaongea nao na tutawaagizia watakuwa wanakuja kliniki zetu pale St. Joseph Hospitali. Kama unavyoona wateja wanaendelea kuingia na tunaendelea kutoa huduma, basi tunawakaribisha wateja wetu muendelee kuja na tutaendelea kuwapa huduma. Tumejipanga, tuko vizuri. Kwa hiyo karibuni, tuko hapa leo kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuwahudumia. Asanteni sana. Huduma ya mkoba ni huduma ambayo inatolewa kwa wananchi kama tulivyochagua kutoa huduma hiyo hapa Kristo Mfalme, tofauti na kutoa pale kituoni kwetu pale St. Joseph. Kwa hiyo tunawahudumia, tunatoa ushauri na saa, tunapima, tunawasikiliza wagonjwa, tunawatibu, na wale wenye shida ambayo haiwezekani kutatuliwa hapa, basi tunawaelekeza wanafika kwenye kliniki zetu pale St. Joseph Hospitali. Kupitia Radio Maria, nasi tunasherehekea miaka 30 ya uanzishaji wa Radio Maria. Nina imani kabisa nawe ni miongoni mwa wasikilizaji wazuri wa radio hii. Je, kwa miaka hii 30 ya Radio Maria, wewe kama muuguzi unajivunia nini kupitia Radio Maria? Karibu. Kwa miaka 30 ya Radio Maria, kwa kweli mimi kama muuguzi naifurahia Radio Maria kwa sababu inatupatia habari mbalimbali na tumeelewa nini kinachoendelea kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunakuwa tunapata habari kupitia Radio Maria, na Radio Maria pia imekuwa ni msaada kwetu kwa sababu tunakuwa tunasikiliza neno la Mungu pamoja na maombi. Na wakati mwingine ikiwa tumekata tamaa kwa namna moja au nyingine, tunaposikiliza Radio Maria kwa kweli tunafurahi na tunakuwa tumeburudishwa na yale matangazo yao na maombi, na mwisho wa siku tunaendelea na shughuli zetu za kila siku. Mtakatifu Yosefu atuongoze daima. Miaka 25 ya huduma.